Karibu sana kaka yangu. Asante bwana. Haikuwa kazi rahisi kwa sababu nilikuwa natamani siku moja tuonane tena kwa sababu na mambo mengi ya msingi ya kuzungumza na wewe. Sisi bwana tuko vizuri. Ndio. Sisi tuko vizuri. Unajua mjini hapa hatulaumiani. Mambo ni mengi, unatoka alfajiri unarudi usiku. Kweli kabisa. Alfajiri usiku, mchana kutwa uko busy, kwa unakuta unashindwa kutafuta familia na sasa unaambulia lawama, lakini sio kwa kulaumiana mjini. Lakini wewe bwana, kwa kazi yako hii hongera kwanza. Nashukuru. Unajua hii kaka, hii kazi ni kazi ambayo ina changamoto nyingi sana, lakini inaenda vizuri. Kama unavyojua kazi zenyewe za kulenga, wakati mwingine tunatoka tunaenda mpaka nje ya mji kwa ajili ya kulenga. Unajua hizi kazi za kununua pikipiki za mitumba, lazima utafute zile pikipiki ambazo kidogo zimekongoroka zile, alafu kisha ileta huko, unakuja unaifanyia marekebisho. Baada ya kufanya marekebisho, kinachofuatia ni kutafuta wateja kwa ajili ya kuwatumia na wenyewe wakatumia kwa matumizi yao. Kwa ni kazi ambayo ina changamoto kiasi chake, ila iko sawa, naenda vizuri kabisa kaka yangu. Sio kwa upande wako. Na nasikia pia mnanunuaga pikipiki kwa watu na nini. Sasa kama mnanunua pikipiki, mnajuaje kama hii sio ya wizi? Pikipiki zina kadi na kila kadi na jina la mwenyewe. Kwa hiyo huwa tunakagua kadi, nakagua engine. Je, engine na namba ya kadi iliyopo? Unaona? Kwa hiyo tunajaribu kushabihisha hapo. Na kiukweli huwa tunakuwa makini. Zingine huwa zinaletwa za wizi, lakini kwa sababu tayari tushabobea na tushajua hii kazi na changamoto zipi, basi huwa tunaziepuka. Umekuwa mdogo wangu. Yaani wewe sio kuwa na akili hiyo sasa. Nikikumbuka mambo yako ya ni kweli watu wanabadilika. Watu wanabadilika. Kaka, kitu ambacho nilikuomba pia uweze kufika tukizungumze ni kuhusiana na familia yangu, ili uweze kunipa mawazo. Kaka yangu, unafahamu wazi kwamba mimi na wanawake wawili, Petiti pamoja na Munira. Petiti na Munira wanaishi kwenye nyumba moja. Kwa kidume. Lakini kwenye nyumba yangu imekuwa kama uwanja wa mapambano, imekuwa kama uwanja wa vita. Petiti ni mkorofi sana, hataki kuona uwepo wa Munira pale ndani. Wakati mwingine huwa ananikasirisha sana na huwa natamani hata kumpiga, na nikawaza kama nitafikia hatua hiyo ya kumpiga, naweza nikasababisha mambo mengine ambayo sio mazuri. Ndio maana nikakuomba kakaangu, tuonane ili niweze kupata busara zako. Nini nifanye ili hizi vurugu ziishe ndani ya nyumba yangu? Najua wake zangu nawapenda sana. Kuna mwanafalsafa mmoja mkubwa sana duniani hapa. Huyu bwana mkubwa huyu alisema ukitaka kuishi na mwanamke huyu mmoja tu, tumia akili nyingi, 90% ya akili zako. Yaani unatakiwa utulie, alafu kisha maliza kutulia utulie tena, ndio uishi na mwanamke. Mwanamke ni mtu muhimu sana kuliko kitu chochote dunia hii. Angalia hii hapa. Mama anakupikia, anakufulia, anakuogesha, anakufanyia kila kitu mama. Unapokuwa mkubwa, mama anamkabidhi mkeo hizo kazi zote kufanyia. Alafu mkeo ana kazi nyingine anaiongezea. Sasa unapozungumzia mwanamke utulie. Kwa sababu mwanamke yeye ndo daktari, yeye ni mwalimu, yeye ni profesa, yeye ni mwanajeshi. Kila kitu kwa kufundisha yeye mama. Ndo mwanamke huyo. Kwa sasa unapotaka kukaa na mwanamke, yani sasa unataka kukaa na mwalimu wako. Mwalimu anakufundisha eti wewe ndo umcontrol. I say tumia akili nyingi sana uweze kumcontrol. Vinginevyo utaangukia pua. Sasa mdogo wangu hapo,
cha msingi kikubwa kabisa, wagawie majukumu, wape majukumu. Mfano, mimi mke wangu nimempa wizara, yeye ni waziri wa mambo ya ndani, kwa sababu ni mmoja, waziri wa mambo ya ndani, mimi ni waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo akitaka kutoka, mambo yote yanayohusiana na kutoka pale nyumbani kwenda nje yananihusu mimi. Kila kitu nitafanya mimi, nitaandaa mimi, kila kitu nitafanya mimi. Lakini kisha rudi pale ndani, vitu vyote vinavyohusiana na pale ndani anasimamia yeye. Hakuna kuingiliana. Ile ukitaka kufanya jambo lolote linalohusiana na mambo yake yeye, lazima mshauriane. Sasa wewe mzee na wake wawili, maanake uwagawie majukumu, usiwaamrishe. Kaa nao, ushauriane nao. Nchi inajengwa na mihimili mikuu mingapi? 3. Kuna muhimili hapa wa bunge, wewe mbunge unaye. Kuna muhimili hapa wa serikali, ndio rais na mahakama. Alafu kuna muhimili hapa wa mahakama. Sasa wewe hizi nafasi 3 hizi, wewe ni serikali iliyokamilika kabisa mzee. Unatakiwa kutumia akili sana uilinde hii serikali yako. Hivyo tutumie akili nyingi sana kwenye mambo yako unapokuwa unakaa nao. Kuwa nao na kikao mara kwa mara cha kushauriana, usiwaamrishe. Kubwa zaidi kabisa kwa mwanamke, siri ya mwanamke, ukitaka uweze kuishi naye vizuri na awe na amani, hakikisha unaondoa expire date ya kuishi naye. Yaani kwamba wewe na yeye mmoja afe ndio mwisho wa mmoja. Sawa. Ili wake zako wote ishi nao kwamba yani unaona kabisa huyu bwana hatuachi. Wewe kuna siku nitakuacha wewe. Wewe kuna siku nitakupa talaka. Wewe kuna siku nitakupiga. Wewe kuna siku nitakuumiza. Achana na hivyo vitu. Mke wangu, kwanza kabisa zawadi ya kwanza ninayokupa, sikuachi. Zawadi yangu ya kwanza. Nimekuoa na umeridhika. Sikuachi. Ukinikosea nitakurekebisha, nitakuelekeza. Ikishindikana mateke na mangumi, nitakupiga mateke na mangumi, manini, mavifuti. Lakini swala la wewe kukuacha halipo. Ukishamwambia mwanamke hivyo na iwe hivyo kweli, bwana, utaenjoy maisha, utakuwa na hesabu miaka tu. Mimi nataka niseme kwamba kakaangu umenifaa sana. Maneno ya busara kama haya kutoka kwako kwangu ni urithi mkubwa sana ambao siwezi kuupata sehemu nyingine yoyote. Nafahamu wazi kuna watu wengine ambao hawapendi kuona mtu una magurudumu mawili. Kweli. Lakini mimi nipo nayo na umeweza kunishauri vizuri ili niweze kuyalinda na kwenda nayo vizuri. Nitahakikisha kila mmoja anakuwa na furaha kwa upande wake. Nataka niseme asante kwa nafasi kubwa. Umenifaa. Haya, unatoka saa ngapi nikutaka baadaye? Kwa sababu kakaangu amekuja leo hapa. Siku ya leo ni mapumziko. Tukaenjoy brother.